Na kutoka kidogo, moja kati ya vitu ambavyo vinapendwa duniani ni mpira, na wewe ni mshabiki wa Simba kindaki wa kutupwa. Yes. Kuna jambo ambalo linaendelea. Wewe ni msema ukweli. Ambalo ilikuwa ni press ambayo aliweka matawi tofauti. Walizungumzia kuhusiana na B87. What's your take kuhusu kile ambacho wamekizungumzia kwenye place? Hawamtaki Mo, na tukimzungumzia Mo kwako wewe ni familia. Unalipa mimi cha tuna familia. Mimi napenda Simba sana. Yaani hiyo cha tuna familia. Yaani Mo ni familia kweli, lakini kwenye swala la Simba yani sitaki kusikia lolote kuhusu swala la Simba. Yaani sitaki kumsikia mtu wote ananipotosha. Mimi pia najua sana, naujua vizuri. Point kubwa ni kwamba Simba inafanya vibaya kwenye pitch. Hiyo ndio sababu ya vyote ambavyo vimetokea. Sio bilioni ngapi, Mo atoke, sio Mo nini. Lakini tujaribu kuangalia vitu ambavyo vinaendelea ndani ya Simba. Au sio bwana? Point kubwa, Mo amechukua Simba ilikuwa iko namba 50 ngapi sijui huko club, sio 70 ngapi kwenye level ya club. This time unazungumzia Simba ambayo iko namba 5 kiubora. Ameifikisha sehemu ambayo hakuna mtu ambaye alitamani, hakuna mtu ambaye alifikiria kama Simba inaweza kuwa namba 5. Yeye ameifikisha. Point kubwa ni kwamba mtu kama Mo Dewji, kuna kipindi alikuwa ni mwenyekiti wa bodi. Alipokuwa mwenyekiti wa bodi tulichukua miaka 4 mfululizo. Tulichukua back to back. Tulichukua ligi kuu back to back, na pia tulikuwa Yanga tunamfunga, anatoa draw tunamfunga, Baadaye ikaja kutokea kwamba mdhamini mkuu hawezi kuwa mwenyekiti wa bodi kwa sababu kuna masuala ya mwekezaji yanazungumzwa kwenye bodi, na kwa mwenyekiti wa bodi ndio mwekezaji, kwa hiyo inaweza kuwa hiyo. Sasa muda ule ilikuwa hela za usajili zilikuwa kuna sehemu zinapita ndio zinaenda kwa wachezaji. Kupita sehemu nyingine hela sio tatizo. Tatizo ikishapita anasajiliwa nani? Kuna kipindi hapa ilikuwa kama vichekesho, tulimsajili namba 6. Mimi ile hela mpaka leo sijatoa mimi, lakini inaniuma. Kwa namba 6 moja ilisajiliwa nani, atume mrefu hivi, atume mguu kushoto. Sawa dogo. Yule sawa dogo kaja hapa rafiki yangu, yani msajili yani sio mchezaji wa aina gani? Yani si mchezaji ambaye yani kiukweli kabisa mimi niliumia, hata hela sijatoa mimi, lakini niliumia. Na kukata miezi 3-4 alikaja kauzwa. Kwa unakuta kumbe hela ikirotate kwenye sehemu zingine afu kaenda kutafuta mchezaji, shida inakuwa kwenye kumpata mchezaji sahihi, kwa sababu tangu kipindi kile Simba hajapata wachezaji sahihi katika timu. Na kipindi kile tulimuuza nani? Tulimuuza Chama pamoja na nani? Na Mixon tuliwauza kule. Kipindi kile kuna kipindi hapa tulikuja sasa hiyo timu inasajili mpaka wachezaji 7. Unje kusajili wachezaji 7 ni itimisi, ni kwamba umesajili timu nzima. Yaani sasa yani kwa sababu Simba ilipofikia sio ilikuwa sawa kutengeneza timu, ilikuwa sawa tu la kuendelea kupata timu bora. Lakini sisi tuanza kutengeneza timu. Tukaanza tukamtoa Baleke na Fili hapa. Baleke ana goli 8, Fili ana goli 3. Tukawatoa tukaongeza Fred funga pamoja na ule nani mwingine Jobe. Wamekuja hapa yani unaona kabisa kumbe hela mwanzo wakati atoka kwa bosi aenda kwa mchezaji ilikuwa ni very trick, yani very safi. Lakini this time hela inapita kwenye mikono mpaka inafika kwa mchezaji wetu hapa ni vichekesho. Kwa hiyo point ni kwamba wewe ukija kulalamikia kama Simba msimu huu mpya wa 24 wa 25 26 kwenye mkutano mkuu mweka hazina alisema kwamba Mo ataweka bilioni 6 ya usajili wa dirisha kubwa. Sipo ndangu unaelewa? Okay, dirisha kubwa tumesajili hapo, sio wachezaji 5 si 6, tumesajili dirisha kubwa. Si ndio bwana? Haya, tumesajili dirisha kubwa, bado mambo ni yale. Wachezaji waeleweki, sio nini akieleweki. Haya, tumekuja dirisha dogo, unaambia tajiri atoe tena hela nyingine kusajili mchezaji. Hata wewe ungekuwa tajiri unatoa hela hivyo? Sure. Kama Mo hatoi hela, basi nyinyi ndio mlisema kwamba Mo aliweka bilioni 6. Si ndio? Yes. Kwa hiyo nyie mabidi mje kusema kwa jamani ile bilioni 6 ambayo Mo alisema ataweka
hakuweka. Sasa sisi wanachama na mashabiki kumbe Mo ndio miayusho. Kwa sababu tulitangaziwa Mo ataweka bilioni 6, kumbe bilioni 6 hajaweka. Tunasema sisi hatusajili. Sipo ndio umeelewa. Kwa point kubwa wewe usemi chochote Mo afanye adai bilioni 20. Huko sio tatizo, sisi tutaka uwanjani sababu mashabiki wengi sasa hivi wanafuata upepo. Akipigwa simu na kiongozi wewe sema hivi anasema. Lakini point kubwa Simba ifanye vizuri uwanjani. Wewe leo matatizo Yanga unayajua? Uyajui. Kwa nini uyajui? Sababu Yanga anafanya vizuri. Kwa point kubwa ni kwamba Simba anafanya vibaya, ndio maana kuna vitu vinatafuta sababu hapa. Tulimfukuza kocha hata usiki kwenye mechi hiyo. Lakini mtu katafuta jumba bovu tu aondoke. Point kubwa Simba inafanya vibaya uwanjani. Na uwanjani ni usajili ambao umefanyika. Sisi usajili tunafanya ni ujanja. Kwa tuambieni ile bilioni 6 Mo alisema anatoa. Katoa hajatoa? Kama katoa, wachezaji bilioni 6 tuonesheni wachezaji bilioni 6 ni kina nani? Juzi kuna press walifanya viongozi wangu wa Simba. Wakasema sijui mchakato wa kutoa kadi za wanachama utafanyika soon. Na mnakumbuka nyie, mwanzo tuliambiwaje kwamba mchakato wa kutoa kadi hatufanyi mpaka transformation ikamilike, au mimi naongea uongo? Kwa leo hii transformation haijakamilika, ila kadi za wanachama zitatoka soon. It means tuelewe nini? Basi cha kwanza njoeni mbele, semeni ya mchakato wa transformation umefikia 1 2 3 4. Kwa kutokana na hivi vitu tumeona huko mbele ni mbali. Kwa sasa hivi tukatishe mkataba wa transformation, tuanze na kutoa kadi za wanachama kwa sababu watasubiri sana. Sasa wewe transformation haujizungumzii, unazungumzia swala la kutoa kadi. It means kwamba sisi wanachama ni mataila. Na ndio maana mimi nasema hivi, viongozi wa Simba wakiitisha presi wanataka kusema ambacho sisi tunataka kukisikia tu bila kukihoji chochote. Yaani basi sisi viongozi tumekuja mbele, sikilizeni. Sasa hivi Simba sasa hivi ni asali na maziwa. Makofi. Sasa hivi jamani wanachama suni makofi. Kwa lini asanteni? Hao wanaondoka. Sio Simba hiyo, si hatutaki Simba hiyo. Ndio kama vile wasanii wa Bongo Flava sasa hivi. Msanii wa Bongo Flava sasa hivi anatoa nyimbo ambayo yeye anataka jimsikie. Yeye tukashakana mawazo yake, lakini zamani ilikuwa wasanii wa zamani walikuwa wanatoa nyimbo ambayo mashabiki ndio wanatamani kusikia. Afu wasanii ndio wanawapa kitu ambacho kinatakiwa. Lakini this time sisi hapa ndio maana tusika piano limiti South Africa, sisi piano tumepiga hapa. Kwa sababu sisi mimi nasikieni hilo. Mtaki mtasikiliza. Mtalistream kule mbele, mtalitia mbele, mtalimba. Kwa sasa ndio hivyo vitu. Kwa point kubwa ni kwamba mlizungumza kwamba au sio bwana? Odeuji. Chila. Malizana nao kwa sababu Simba ondokana na nani? Mangungu aondoke. Mangungu na nani? Yule kakaangu mwingine sasa sikumtaja. Mtaje bwana. Sema Chila. Wewe ndio mwenye. Sema bwana Chila, wewe sema nataka kusikia. Na nani? Mangungu. Na nani? Nimesahau. Ala mwambie mchawi pale mmoja tu. Usema wawili bwana unaniambia pale. Asa atakula nini mkati mshahara milioni 7? Akoba tatizo ni mshahara. Ni nani? Ni kiongozi au ni kocha? Yule si mchezaji naye. Au mchezaji? Bana Chila sogea bana. Mfuateni pale ana mambo mengi. Mfuateni mimi nasubiri mfuateni yule. Chila. Chila. Sema nikwambie kitu Chila. Wewe brother mkubwa sana. Mimi tuseme hivi. Mkubwa. Sawa, mimi nimeshaka kila kitu. Maji nasikia Chila. Usikize basi. Baba umekiokota hiki? Umekiokota hapa? Tulishaambiwa. Tumeishia kuhusiana na transformation. Kwa hiyo point kubwa ni kwamba kabla sijamaliza swala lako, sio bwana?